Hey, karibu katika chaneli yangu ya teknolojia. Teknolojia ni chaneli ambayo inakufundisha namna gani unaweza kutumia mitandao kujipatia kipato. Leo nataka nikufundishe namna gani unaweza kufungua YouTube brand, yani brand account. Na utafuata maelezo hatua kwa hatua ni jinsi gani unavyofungua account brand. So YouTube brand ni YouTube ambayo kuna personal brand na kuna brand account. Kwa hiyo personal brand waga ni brand ya kawaida personal account waga ni account ya kawaida, na brand account ndio ile ambayo watu waga wanalipwa pesa. Kwa hiyo ili ulipwe pesa inatakiwa uwe na brand account. Kwa hiyo leo naenda kufundisha ni jinsi gani ya kuifungua hiyo brand account kwenye YouTube. Kumbuka kwamba kwenye brand account unaweza ukawa hata nazo 5, 10, zote ni za kwako iko kwenye email moja. Ni namna gani tu unaweza ukaongeza channel zingine kwenye brand account. Kwa kuwa na YouTube brand, kitu kingine ambacho naweza nikakushauri kisha fungua YouTube brand account, inabidi sasa focus uko na upload video kila siku unapata viewers wengi na brand yako iwe inaendelea kukua. Vile nakushauri uwe na record video ndefu, kwa sababu wanapendelea sana kupendekeza video ambazo ni ndefu kwenye watumiaji wa YouTube. Wale watu ambao wanataka wakufollow nini, wakusubscribe, wanakuwa wanataka wanakupendekeza kwa sababu wanaona kwamba unaweka vitu vingi, yani tena vya muda mrefu. Kwa hiyo mtu ambaye anaweka kitu cha muda mfupi na cha muda mrefu, wote mnatumia maneno moja kwa kupost, basi ile yako itapendekezwa kwa sababu ile yako ndio ina muda mrefu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unaweza ukakiweka akilini. Tuendelee, tunafunguaje brand account. Kwa hiyo hapa tuna YouTube yetu, au unaweza ukasearch ukiwa unatumia. Mimi napendelea kutumia kompyuta. Kwa hiyo nakushauri hata na wewe utafute kompyuta. Kompyuta inakuwa na options nyingi ambazo unaweza kuzitumia zikakusaidia kuliko kutumia simu. Licha wake kuna applications zingine unaona simu iko vizuri, kuitumia application kwenye simu ni vizuri kuliko kompyuta, lakini kwenye masuala kama ya YouTube manini naweza kukushauri tu unatumia simu. Kitu cha kwanza ambacho tunaenda kufanya hapa, tunaenda kusearch, unaandika YouTube. Hii ni website ya YouTube, youtube.com. Then unaweka account kama hivyo. Una search, utaona hapa kuna channel nyingi kama unavyoziona. So kitu ambacho kinakuja hapa ni kwamba unaenda hapo kwenye neno ambalo umeandika add au remove manager. Kwa hapo ndo ni sehemu ambayo maalum unaweza kwenda kufanyaje kuandika brand account yako. Kwa hiyo unachotakiwa kwenda una click hapo. Kwa kama unavyoona mimi hizo ni account ambazo zote ninazitumia. Kwa unaweza kuona na account nyingi, lakini zingine wage situmii, nimekuwa nikizifungua ili tu kuwafundisha watu vitu mbalimbali. Kwa hiyo na leo ndo kama hivyo nitafungua nyingine ili kukufundisha wewe namna gani unaweza kufungua brand account. Unaweza kuangalia kwa hivi sehemu ya kwanza hii wanakuambia kwamba create a new account. Hiyo create a new account ndio sehemu ambayo unaandika account nyingine mpya ambayo unaweza ukaigrete. Kwa hiyo unaenda una click hapo create new account. Baada ya create new account, kitu cha kwanza wanakuomba jina la account lenyewe. Wanakuomba kitu cha kwanza jina la account. Jina la account unafikiria kwamba jina ambalo litakuwa mtu atakuwa ni nyepesi akiliandika linaonekana kwa haraka. Hilo ni kitu muhimu. Kwa hiyo usiangalie majina ambayo yanafanana. Mfano kama vile uandike Cristiano Ronaldo, ujue kwamba kila mtu atakapokutafuta atakuwa anamuona Cristiano Ronaldo ni jina lake. Kwa hiyo tafuta jina lako la kipekee ambalo litakuwa ni brand yako, yani linakubeba wewe. Kwa hiyo ndo tuna kitu ambacho tunaweza kufanya. Mfano tunaweza kufanya hapa ukaandika kwanza mimi. Hii hapa ukaiandika tu mimi, au unaweza kuandika mimi TV nini, ili iwe jina ambalo ni nyepesi, alafu ni nyepesi kutamka, isiwe ni ngumu. Kwa hiyo ni YouTube account ambayo unaiona. Kitu cha pili wanakuambia kwamba uupload video. Kwa hapa hivi ni mwanzo umeifungua tayari. Na kitu kinachofuata ni kwanza kuitengeneza kwenye kuiweka sawa. Ndio tunaenda hapa kwenye customize channel. Hapa ndo sehemu ambayo unaweza kuweka link ya YouTube, ukaweka picha, ukaweka vitu vingine, ndio hii sehemu. Kwa hiyo unaweza kuweka maelezo, kila kitu kinapatikana hapa.
Kwa hiyo tunachoenda kukifanya hapa ni kwamba tunakuwa tunaidesign kwamba ifananaje, iweje. Kwa hiyo kitu cha kwanza unaweza kuja hapa ukaweka logo yako, mfano hivi. Una edit logo, hapa ni edit logo. Unaweza kuchagua picha ambayo unaitaka, yoyote ile ambayo unaona kwamba hii ndio itakuwa logo yangu. Kwa mfano mimi naweka hii. Ni upload. Kwa hiyo nikimaliza utaiona kwenye akaunti yangu imekaa kama hivyo. Kwa hiyo ndio logo yangu. Kitu cha pili kingine ambacho kinatakiwa hapa ni kwenda sasa kuidesign hii akaunti yangu. Narudi kule, narudi hapa. Itabidi ni click kuweka ile frame ya nyuma ya akaunti yangu. Naweza nikaweka picha yoyote kama hii logo yangu, naweza nikaweka. Kuna picha ambazo huwaga zinakuja kwenye YouTube wenyewe, unaweza ukaweka, lakini hata hivi huwaga sio shida sana. Unaweza ukaweka tu picha yoyote na ikaeleweka. Na hapo huwaga inakuonyesha kwenye TV itakavyokuwa, kwenye laptop itakavyokuwa, na kwenye simu itakavyokuwa. Kwa hiyo unaiselect kama unavyoiona, hiyo tayari itakuwa nimeisave. Kwa hiyo kitu cha ambacho tumekifanya hapa ni kwamba nimeweka picha, maana ikiwa inamaanisha logo. Nimeweka vile vile ni ile picha ya nyuma ambayo nimeichukua kutoka kwenye YouTube. Kwa hiyo unaiona kabisa hapo inakaa imependeza. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kufanya. Kitu cha pili unatakiwa uweke maelezo. Kwa hiyo maelezo utakuja uyaweke hapa kwenye about. Hapa ndo kuna kila kitu. Unaweza ukaweka Facebook page yako, kila kitu ukakiweka hapa kuhusu Facebook yako nini na kila kitu.